Kwa vyema zetu mkaribishe mama yetu ambaye tayari yuko ndani ya studio atusalimie kwanza kabla tujaanza maongezi yetu, kwa sababu tunasema kwamba wakati wote ukiwa na mama jua tu uko salama. Karibu sana mama ndani ya Radio Salama. Asante, asalamu alaykum wale ndugu zangu Waislamu na kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Josephine Chizi Debora kutoka Kilifi County. Ukiangalia shule zetu kumekuwa na mambo ya shule kuchomwa, wanafunzi wengine kutoka mashuleni kuenda nyumbani wakisema kwamba mpaka ile time tutajisikia kurudi shule ndo turudi. Je, kama pengine mama mzazi, naam, unaona tatizo ni gani? Kwa sababu watu wengi wamekuwa, wengine wanasema walimu, wengine wanasema wazazi, wengine wanasema watoto wenyewe. Tatizo ni gani ambalo pengine unaona limechangia sana visa hivi vya shule kuchomwa na wanafunzi na wengine kugoma? Asante sana Omar. In fact kilichonifanya nije kwa studio leo ni hilo swala la shule kuchomwa, na nilikuwa nasikia moyo unaumia na sina mahali pa kutoa pumzi isipokuwa katika vyombo vya habari kama nyinyi. Na nimeshukuru sana kwa sababu nimefika hapa. Ya kwanza katika hii shida kubwa ambayo tulionayo katika nchi yetu, shule nyingi zimechomwa, nyingi, na hasara nyingi imepatikana sasa kwa sababu ya hizi shule kuchomwa. Nikiangalia kwa mtazamo wangu, system imebadilika na wanafunzi kwa sasa hivi wako na stress pamoja na walimu wao, na hii ni kwa sababu ya hizi short holidays. Mwanafunzi anapewa holiday ya siku 5 ili asafiri na afike nyumbani na arudi shule. Inakuwa ni vigumu sana kwa hata mzazi kumtumia nauli kuja na kurudi. Wengi wazazi wameamua hata watoto watafutie foster parents huko karibu na shule, wakaweze kuishi huko ili after the 5 days arudi shule. Wanafunzi wana stress, walimu wana stress kwa sababu ya muda ni mfupi. Hilo ni jambo moja wapo. Kwa hivyo serikali ijaribu kutazama haya mambo. Kama ni holiday, at least iwe ya wiki 2. Mtoto aweze kusafiri, afike nyumbani, akutane na wazazi na arudi shule. Lingine ambalo limechangia ilikuwa ni ule muda mrefu wa corona. Walipokaa nyumbani, wengi walijifunza mambo mengi sana ambayo hatuwezi kuyasimulia, muda wetu ukiwa ni mchache. Lakini hiyo long vacation pia nayo imechangia kwamba wanafunzi wengine wamekosa nidhamu. Wengine wakati ule wa long holiday walijifunza kupeleka mabodaboda, wakajua kushika pesa. Wengine pia wali engage in relationships ambazo hazikuwa nzuri. Kwa hivyo wana pia ile hamu ya kwamba hebu niende nyumbani nikakutane na ule John ama na ule Mary ama na ule Kasim ama na yule Rehema. Pengine hayo mimi nikidhani yanachangia pia. Mengineyo ni shule zinahitaji malipo. Mtoto anaenda paka shule anafukuzwa, unamrudisha na kile kichache, akifika huko akisoma wiki 2 anaambiwa go back home. Sasa huyu mtoto pia yuko na disturbance, ana pia sympathy na empathy na wazazi. Kwamba mzazi wangu alilipa fee tamu iliyopita hakuisha, hii bado nadaiwa. Sasa hao watoto wako pia na stress upande wa school payments. Serikali ijaribu kuangalia haya maneno. Hasa ya payment ya school fees. School fees iangaliwe, kiwango kipunguzwe ni kikubwa. Na lingine ni kwamba wazazi pia wapewe muda mzuri wa kulipa. Mtoto wako atakaa nyumbani wiki 2, halafu ukirudi shule unalipa fee kamili. Fee kamili unalipia hata zile siku ambazo mtoto wako hakuwa shule. Even these kids, they have brains also, they are thinking. Lakini mimi nataka kusema hivi kwa ufupi tu, ya kwamba wewe mtoto acha kuchoma shule. Ikiwa na grievances, toka kule shule njoo nyumbani. Stress zako mweleze mzazi wako, mweleze guardian wako, mweleze kakako mkubwa ama dadako mkubwa. Try to air your views to whoever responsible person is with you. Kama ni mwalimu pia mweleze ya kwamba nimeenda shule nyumbani lakini sina fee, mzazi hana pato. Sasa hivi ni wakati wa corona na kuna shida kubwa ya pato, hata la chakula tu itakuwa mambo ya fee kweli. Mama Josephine, maswali mawili. Naam. La kwanza, kuna watu wengi ambao wamekuwa wakilaumu wazazi kwamba
wamezembea kiasi katika malezi, kwamba hatujawekea ile mkazo ama hatujakuwa strict na wale watoto wetu kama vile wazazi wetu na wazazi wa wazazi wetu walivyokuwa kitambo, kwamba tumewaachilia sana, ndio maana wanafanya visa kama hivi. La pili, umezungumza kwamba wanafunzi wajifundishe kuelezea grievances zao kwa wazazi. Je, unadhani ni hivi visa hivi vinavyoendelea kutokea ni kwamba wazazi hatukai na watoto wetu tukawasikiza ndio maana wanafanya vitu kama hivi, ama ni vipi? Asante sana Salma. Grievances hizi ambazo nimezizungumzia, ya kwamba watoto ama wanafunzi wakaweze kueleza wazazi ama wanafunzi ama guardians. Kuna percentage ya wazazi ambao kweli wamelegea katika kuangalia watoto na nidhamu za watoto wao. Wamelegea, wengine kwa kupenda, wengine wako so much engaged kwa kutafuta pato nyumbani, mpaka wanarudi nyumbani late, wanaondoka nyumbani very early. Sasa hana muda mzuri wa kukaa na mtoto, kumjua shida zake nini, matatizo yake nini, ameshinda wapi, amekuwa pamoja na kina nani, pia pressure, na pia wanachanganyika na watoto wengine ambao nidhamu zao pia si nzuri. Lingine, tumelegeza viboko. Sisi tulichapwa bwana, tulichapwa, lakini tunashukuru kwa kule kuchapwa na wazazi. Hivyo kidogo tu mama, pengine mama wewe unakubaliana na hili swala na hili wazo la kwamba viboko viregeshwe tena katika mashule yetu? Mimi ninapendekeza kwamba viboko virudishwe. Viboko virudishwe. Unajua, spare the rod and spare the child. Huo msemo ukeli vile vile na utakuwa vile vile. Na ni kweli kwamba tunaambiwa shule watoto hawachapwi, lakini kuna shule nyingine wazazi wenyewe waliketi chini, wakaandika sheria zao, wakasema mtoto akifanya makosa ABCD, baada ya consultation na mzazi ama wazazi ama disciplinary committee, mtoto huyo achapwe, atiwe viboko kweli kweli. Umesema mama Josephine kwamba viboko virudishwe shuleni. Ndio. Haujakaa kidogo ukawaza kwamba ni hivi viboko ama ni hizi adhabu za shule ambazo zinawafanya hawa watoto kwamba hawataki kukaa kule shuleni, kwamba zile adhabu pengine ni too intense? Siku hizi watoto hawadhibiwi shule. Maana hawa wazazi pia wamejua kwamba ni hatia mtoto kuadhibiwa. So kuna wale wazazi chipukizi ambao mtoto kidarwa kidogo tu na mwalimu, washakwenda mwenukia mwalimu, kumfokea, kumtusi. Wewe mwalimu gani wachapa mwanangu? Nini? Mtetee huyo mwanao, lakini pia wewe siku moja atakuja kukuonesha kwamba wewe mzazi pia ulinitetea bure. Ulikuwa uniache nichapwe, nionyeshwe njia ili niweze hata kukuheshimu wewe mzazi. Nikijaribu tu kupitia naona mama Zainab Chitangi anasema kwamba mimi naona tamu hii serikali imejaribu kulipia watoto fees na niko na mfano hai. Alafu anasema kwamba ushirikiano wa wazazi na walimu, wakiwa watoto wetu wataweza kujukumika na kuwajibika kwa masomo pekee, basi huenda tukapata suluhu. Kwa hivyo yeye anasema kwamba kuna kwingine ambao amezungumzia masuala mawili, mambo na fee. Anasema kwamba fee, lakini I think mama Zainab Chitangi anazungumzia sana hususan kaunti ya Kwale. I think huyu ni wa Kwale, na anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameweza kulipiwa. Imelipia watoto fees na yuko na mifano hai. I think kule Kwale kuna mswada ambao unaweza kupitiwa katika bunge kule ambapo watoto wanalipiwa school fees. Vile vile amesema kwamba ushirikiano wa wazazi na walimu, na wakiwa watoto wataweza kujukumika kamilifu, basi huenda pengine hili jinamizi lote la shule kuchomwa likaisha. Lakini pia tukisalia tu katika masuala haya ya shule kuchomwa, kwa sababu hatuwezi sema kwamba malezi basi Kenya nzima kila mama yuko na shida katika malezi, ama wazazi wengi wako na shida katika malezi. Na kama pengine school fees, sidhani shule zote zinajaribu kutreat wanafunzi the same. Hili swala la shule kuchomwa tumeona si Pwani, si Western, si Nairobi, si wapi. Shule zimekuwa zikichomwa karibu Kenya nzima. Je, tatizo hili unadhani pengine kama ni swala la holiday linaathiri watoto wote Kenya nzima, ama pengine ni kama
fever fulani ambayo huwa inawaingia, wanaanza kuchomwa, kwa sababu swala hili la shule kuchomwa halijaanza mwaka huu, kwamba pengine kwa sababu ya corona au pengine kalenda ile ya education imebadilika, limekuwepo na tunaona kuna wakati wake huwa uchacha sana masuala kama haya. Je, pengine unadhani serikali ni wapi ambapo bado haija iwekea mkazo sana masuala haya ya kujaribu kudhibiti visa vya shule kuchomwa? Asante sana Omar. Lile swala la shule kuchomwa, kweli kuna shule zingine hazijachomwa. Yes. Lakini pia nidhamu. Tutakapopata katika shule kuna watoto ambao wana shida za kinidhamu, wapatikane kwa mapema. Unaona? Bana, kuna watoto pale skuli wengine hawana nidhamu kabisa. Unajua moja kwa moja hawa ni wale hawakanyiki. Tunapopata watoto wa aina hii, basi hatua zichukuliwe mapema kwa watoto kama wale. Tunapozidi kuweka katika shule, madhara yake pia ndio haya. Lakini manake ni shida mbalimbali zimechangia hizi shule kuchoma. Alafu nasemekana wazazi nao pia. Kuna shule ambazo unaambiwa wewe ni mtoto fulani huyo ukimgusa tu ujue uko na kibabe. Mzazi atakuja hapa atakushikilia dera huku sijui nini. Je, unadhani pengine wazazi nao huchangia masuala kama haya, watoto kufura vichwa? Moja kwa moja. Pia sisi kama wazazi, in fact nataka kuaji wazazi, unapoenda shule ukikuta mtoto wako amepewa adhabu, jaribu kuchunguza kabla hujaanza kupandisha pressure na kusema mwalimu amemwonea mwanao. Jaribu kujua huyu mtoto wako ana shida gani, ni nini hasa ambacho kimemfanya yeye behave vile. Na ukielezewa ile tatizo ya mwanao, jaribu kukaa chini wewe, mtoto wako na walimu, mujaribu kutatua kwa pamoja. Kwa hivyo hilo swala hilo la kwamba pengine wazazi wamekuwa wakijaribu kuchangia kwingine, unasema ni ile hali ya kwamba mzazi ameenda pale anaonyesha mtoto wake kwamba mimi niko na defender, ni hata nikikosea mzazi wangu atakuja hapa atafanya hivi. Hiyo pia inachangia. Kwa hivyo lazima tutuule ukweli ama tuseme ule ukweli kwamba wazazi wanafaa kuona ni vipi watakuwa wanajaribu watasaidiana na walimu ili kuhakikisha nidhamu inapatikana kwa watoto wao. Shukrani sana. Wacha tujaribu kuangazia wale wote ambao naona kuna jumbe hapa upande wa Facebook live. Watu wengi sana wamezidi kumiminika hapa. Wacha nijaribu kuangalia nani na jumbe zao zinasemaje. Naona pale Alhaji Omar Aboda anasema shule kuchomwa ni kwa sababu watoto hawaelimishwi bali wanasomeshwa tu, tena mambo ambayo hayana maana wala faida yoyote kwao. So anasema kuna tofauti kati ya kuwaelimisha na kuwasomesha. So anasema watoto wetu wanasomeshwa, hawaelimishwi. Hiyo inachangia vipi? Pengine tujaribu tu Naam Omar. Wanahitaji kuelimishwa. Kwa sababu mimi namuunga mkono. Wanasomeshwa ndiyo, lakini pia walimu nao wajaribu kuwaelimisha. Yaani kuwapa ufahamu ya maisha. Yaani kuwe na somo pia particularly ambalo lina udini ndani yake na nidhamu ndani yake za kuwewe maishani. Maana leo uko shule, kesho hauko shule, wale marafiki zako ambao unaandamana nao wanakufurisha kichwa, mnaambiana tuchome shule, kesho hutakuwa nao. Sasa walimu pia wanahitaji kuwamenta hawa watoto, kuwalea wakionyesha kwamba kuna maisha leo ndani ya shule na kuna maisha ya kesho uko peke yako unajitafutia. Hapo ndio utajua kwamba wewe ulitembea kwa njia ambayo sio na haikukusaidia. Kwa hivyo wewe kama mwalimu, yani both walimu wawafunze watoto kujua ya kwamba wana jukumu kubwa. Sisi tutakapokuwa tumezeeka zaidi na zaidi huko mbele, hao ndio watakuwa wazee, hao ndio watakuwa wanalea watoto na wajukuu kabisa. Sasa ikiwa wao wenyewe wametangulia kutokuwa na nidhamu, itakuwaje? Wataleaje wajukuu wetu? Itakuwa shida. Haya, ndio hivyo. Naona kipindi kizuri. Kongole sana kwenu nyote. Shukrani sana. Salim Abdalla huyo pamoja na kijana Chavanga nasema bravo, kipindi moto zaidi. Shukrani sana. Naona muda umezidi. Muda umeenda haraka sana, lakini ni vile tumeanza kuchelewa. Naona saa 12 tayari imefika, lakini pengine tukimalizia kauli yako, kwa sababu naona
imekuwa maongezi ya manufaa sana, hususan kwa wazazi na wale ambao pengine wako na watoto wao sahihi. Kwa hivyo kwa sababu tunavyoongea, kuna shule nyingi ambazo ziko nyumbani. Kuna shule jirani yako pale Mazeras, kuna shule vile vile kule maeneo ya Kwale, Taro, walitolewa jana, walijaribu pia kuchoma. Kuna Ngala Memorial kule nao, kuna Dr. Craft. Kuna shule nyingi ambazo ni mifano tu, ambazo ama shule tu kidogo ambazo zilijaribu kujipata katika haya matatizo yote. Pengine kauli yako ni gani kwa wazazi, kwa wanafunzi pamoja na serikali kwa ujumla, hususan tunapokabiliana na janga hili la shule kuchomwa? Ningependa kwanza kuaddress wanafunzi. Mwanafunzi, wewe uliye hapo ambao unanisikiliza, ama mzazi wa mwanafunzi, tafadhali, unapochoma shule unajipatia wewe mwenyewe shida. Utakaa nyumbani, masomo yanakupita, utamwekea mzazi wako bili kubwa ya shule, aende akalipe kwa kitu ambacho tayari kilikuwa kiko. Unaharibu infrastructure ambayo wewe hukuijenga, ulikuta pale shule. Kwa hivyo tafadhali, unapofikiria kufanya jambo la uhalifu, kumbuka wewe mwenyewe utakuwa ndio mhalifu, na ukipatikana sheria itachukua mkondo wake. Utafungwa wewe, wazazi wako wataingia hasara kulipa shule na hata mambo ya kotini. Kwa hivyo mimi natoa kauli kwa wanafunzi, na nyinyi wazazi wenzangu, mjaribu kukaa na wanafunzi wenu ama watoto wenu nyumbani, mwakalishe, muwasihi ya kwamba unapoenda shule shika la kusoma, fata nidhamu, wachana na mambo ya kugoma na kuchoma shule. Manake unaporudisha nyuma shule yako, umerudisha nyuma serikali pia. Na kwa serikali, na serikali hasa za county, wajaribu sana mambo ya kulipia school fees. County ambayo imejaribu zaidi katika county 6 za mkoa wa Pwani ni Kwale County. Kwa hivyo hata county yangu Kilifi, ninatoa mwito ya kwamba tukaweze kuangalia swala hili nyeti. Mimi nilisema hivi, badala ya bottom up economy, tuseme ya kwamba free education for all by the year 2022. Tukipata kwamba watoto wote wanalipiwa shule, na hakuna hii disturbance, you go back home kwenda kuchukua fee, hapo anapokaa kule nyumbani hizo wiki mbili akingojea fees, hapo ndio anapata kuvutishwa bangi, kutumia miadarati. Akifika shule akili zimechange, hata kiambo na wenzake tuchome, yeye anachoma tu. Wacha tusikie kwenye lena simu. Radio Salam, hello. Wa alaikum salam. Nampongeza Mbija amechelewa, na sisi kuna hapo na baba. Ile petroli yapita vipi ambapo sipatani moyo ya shule. Yapita vipi shule ambapo pale kuna matron na nje kuna askari wa geti, na mtoto lazima akimbia unataki wasakie. Unajua kwa sababu gani? Mimi kwa dadangu na Dr. Class. Na hivi sasa tuna hasara kulipa kila mtoto 8,000. Kwa kiangalia pengine fizo ndio 20,000. Kwa hivyo jifanye na pesa ngapi? 28,000. Unaambiwa kuna kurudi shule mpaka ukamilishe pesa na mtoto aingie shule. Hata ndio nauliza swali, ile petroli ya pita vipi pale ambapo petroli kitu cha kuficha, ambapo ikipita pale ya kadete ikipita ikitu hapo pengine mkopo ndio salama. Ikitu hapo chini mwasikia harufu. Hata ndio nauliza, kweli hii bidi wao kizola watoto peke yake ama kuna siri gani pale shule? Kwa sababu wakati wa nyuma sisi wenyewe tulisoma, lakini kwa hakuna ujinga kama huo. Na kama kuwapatia counseling watoto, mimi ni mmoja wa mashinani kuwapatia counseling vijana. Napenda vijana agement kuanzia miaka 10 mpaka 18. Wanapatia counseling. Kama ndio na vijana na mama pia kina youth ya wachao wapatia counseling sana. Na wao wanasikia na shule. Hata mimi swali langu ni ile petroli ya pita vipi? Shukran sana. Bila shaka swali lake anataka tu kujua, angazie tu kwa haraka kwa sababu naona muda wetu tayari. Je, ile petroli hupita vipi? Kumbuka pale kuna watchman, kuna matron shuleni. Ujipata vipi kule ndani hadi shule kuchoma? Napendekeza shule zote wajenge kuta ndefu kabisa kama za jela. Tena kwa vigai vya chupa huko juu. Kwa sababu hata kuna shule moja ilikutwa ile petroli walikuwa hawajachoma. Nilikutana na mzazi mmoja ananiambia, mjukuu wangu yuko hapa, wamerudishwa. Petroli ilikutwa kwa waya walienuliwa. Petroli ikakutwa hapo, waya walienua wakapitisha. Sasa wamefinika na manyasi, wanangoja masaa yao waende wakachukue. By good luck petroli ikagunduliwa mapema. Kwa hivyo
shule zijengewe kuta, ili kuwe kuna geti madhubuti, anaingia anaitoka afanywe inspection pale kwa gate, na geti iwe moja, na kuwe na ulinzi na watchman, even the rear side kuwe kuna watchman wa kuangalia ni nini kinachofanyika, patrol kila wakati. Kwa hivyo mimi nadhani pia watchman wako kidogo. Watchman ni mmoja, yuko geti moja, huko pande wa nyuma kuna mawaya yamebomoka, wanaingiza na huko, they know where to pass through. Yep. Kwa hivyo naona bila shaka amegusia swala hilo vizuri sana. Pengine tulikuwa tunamalizia kwa sababu na dakika 5 tayari zimekatika baada ya saa 12, ambapo tunakula muda wa mtu mwingine sasa, ambapo si vyema sana. Kwa hivyo kauli yako kabisa ya mwisho kwa wakazi wa Kilifi, kwa wakazi wa Pwani, kwa wanafunzi wote Kenya nzima sasa na serikali kutokana na janga hili. Mimi kauli yangu ya mwisho nasema hivi, tafadhali we mwanafunzi tu unanisikiza, na we mwalimu ambaye unafanya kazi pamoja na hawa wanafunzi kuchoma shule, kwa sababu pengine we mwalimu nawe umechoka na hizi holiday fupi fupi, ukaungana na hao wanafunzi wako ukasema hebu chomeni wanafunzi. Mimi siko, lakini pesa petroli ndio hii. We cannot rule out that. Hiyo inawezekana. Kwa hivyo wewe unaichoma, unafanya dhambi kubwa. Wacha kwamba unaharibu serikali yetu, unaharibu infrastructure. In fact kile kitu kimenitia uchungu nikavuvuma mpaka kufika hapa ni hayo ya kwamba ninasikia uchungu, watu wanachoma lab ambayo imegharimu pesa nyingi, dormitory, vifaa vyako wewe mwenyewe, maboksi yenu na uniform, unamtia mzazi hasara, unatia serikali hasara, unafanya mpaka the whole community iko unstable. Kwa sababu gani wako unstable? Mimi na mtoto wangu yuko Antuambui Boys Meru, silali, kila baada ya siku 2 napiga simu, vipi mko salama huko? Maana nafikiria sija wakachoma, na wakachoma paka na wanafunzi. Lakini pia nasema hivi, ukiwa wewe unaishi karibu na shule, na wewe unauzia wanafunzi bangi na vitu ambavyo havifai, mkono wa serikali ni mrefu, utapatikana tu. Maana wanafunzi wengi wanauziwa hivi vitu vibaya, vinapita huko. Tunajua hayo yote ya kwamba wanafunzi wanauziwa mihadarati, na watu wa nje wanaoishi karibu na shule wameona hicho ni kitega uchumi. Uza sambusa na kemati tafadhali, wacha kuzia wanafunzi mihadarati. La mwisho, nitasimama 2022 kama women rep Kilifi County, na chama changu ni KANU, chama cha baba na mama. Kwa hivyo sitaki kutumia muda mwingi zaidi, ni hilo. Naomba tu support ya wanakilifi ili mkaweze kupata kiongozi mzuri ambaye atakuwa nazidi kuwafundisha katika radio stations na pia mashinani. Shukrani sana. Bila shaka tutatafuta wakati mzuri. Unajua naona tayari